Twende tukaoge. Ujio wa Mama Kalobo inakuwa ni mwisho wa furaha iliyotanda. Sasa wakati huu, je, kafuata nini nyumbani kwa Baba Kalobo pamoja na mdoli? Hilo ndilo swali kubwa ambalo watu wengi wana hamu sana kuweza kulisikia na kuweza kufahamu. Je, ni kitu gani amefuata ili hali tuweza kusikia wakati ule alipokuwa akiongea maoni mwake akisema kwamba hawezi akakubali kabisa kumpoteza Baba Kalobo, na kama basi atakubali kuweza kumpoteza Baba Kalobo, basi atahakikisha hakuna mwanamke yeyote yule ambaye atakuwa na yeye katika maisha yake. Yani Baba Kalobo hatoishi na mwanamke mwingine. Kwa hivyo hii ndio kitu ambayo imemleta hapa, na kilichomleta hapo ni kuweza kuleta vurugu kubwa sana. Je, amekuja kufanya nini? Hilo ndio swali kubwa ambalo nipo hapa kuweza kukufahamisha. Basi ni kitu cha msingi ni kwamba niukaribishe na moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaungana na sisi kwa kubonyeza neno subscribe. Basi chukua nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network, kisehemu pekee ambayo unapata nafasi kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, huku tukizungumzia mambo mengi kweli kweli na matukio kadhaa ambayo yamejili, lakini pia kubwa zaidi ni ile na kufahamisha ni kipi ambacho kinachokwenda kutokea. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo mtiririko wa tamthilia hii ulivyokuwa katika hatua hii ya 78 kuelekea 79 ilivyokuwa. Tumeanza wakati ambapo mara ya mwisho tuliweza kuona jinsi gani wakati huyo ambaye ni Sonia alienda kule kwa Madevu na kumkuta yupo kwa mwanamke, lakini mwisho wa siku pia kule nyumbani kwa Baba Kalobo pia yupo na mwanamke. Kwa hivyo yote kwa yote inamaanisha kwamba Mama Kalobo hana chake kwa sasa, lakini japokuwa kwa upande wa Mr. Madevu tunafahamu kabisa na kujua kwamba yeye hana mpango wa kuweza kuoa. Yeye mpango wake ni kuweza kufanya mambo, yani kulala naye tu halafu kisha kuweza kumwachilia mbali. Hiyo ndio mpango wake mikubwa ambao yupo nayo kwa Lemi. Kwa hivyo kwa sasa kwa upande wangu naweza nikasema kwamba japokuwa Lemi yeye huenda ana imani kubwa sana na anakwenda kujiaminisha, kitu ambacho kinakwenda kumfanya aweze kuwa mtu ambaye atapitia matatizo na majanga makubwa sana kutokana na jinsi ambavyo sasa swala zima la mapenzi linamuendesha. Basi tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Mama Kalobo kapanga mipango yote, lakini mwisho siku final ameamua kwenda kabisa moja kwa moja frontline kuweza kujitoa, kuweza kufika moja kwa moja. Je, kaenda kufanya nini? Kaenda na pipe, kapeleka nini? Kipi ameenda nacho? Tukumbuke kuwa au nikukumbushe, mara mwisho alielekea nyumbani kwa Mr. Madevu. Wakati anaelekea kule alikuwa ameenda kutafuta kile kichupa chake cha dawa, ndicho alichokuwa ameenda kukifuata. Lakini wakati huu ambapo anaenda mara ya mwisho kufika pale ilikuwa ni ile siku ambapo alipoweka dawa. Kwa hivyo kuna mengi kulikule ambao yapo ambayo ukijaribu kuyatazama yatakuletea picha ambayo ni tofauti, ambapo yote kwa yote nitakufahamisha. Kwa hivyo kama ilivyoada, basi tunaendelea. Wakati huo tuliweza kuona pia yule kwa upande wa Fasheni anaenjoy kwa sasa. Ndoa ipo, mambo ni mapya kabisa. Anasema kwamba yupo tayari kuweza kumpikia Nasla, mambo ni mazuri kwa kweli, ana enjoy ndoa kwa sasa, tofauti na mwanzo ambapo alipokuwa akiishi na Kizibo. Kwa sasa inaonekana ana enjoy kabisa na jinsi ilivyo. Lakini kuna mengi kwa kweli ambayo yapo nyuma ya pazia, kwamba je, Rufa ni kipi kinaendelea? Na je, vipi kuhusiana na mipango ya Kizibo kwa sasa? Yote hayo nitakufahamisha. Cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi ungana na sisi kwa kuonyesha support yako, hasa kwa kubonyeza neno subscribe, maneno yaliyoandikwa subscribe kwa alama ya blue hapo chini upande wa kulia kwa chini utayaona, bonyeza hapo. Basi kama nilivyokuambia kwamba tunaendelea, lakini pia ukija kutazama jinsi gani ilivyokuwa fashion, mambo yanazidi kuwa matamu, lakini mbeleni yatakuja kubadilika na kuwa kama chumvi. Sasa tumeweza kuona pia bidada yule ambaye ni Kalo, ambaye kwa sasa anapitia changamoto kweli kweli, lakini huyu mdada yeye ni mpole tu kwa sababu hana kosa lolote, na ilitokea tu mambo ni mengi kama unavyojua, lakini mwisho wa siku mambo anapitia ametokea kuchukiwa na watu wengi kweli kweli. Ukija kutazama mwanzo hadi mwisho hadi hivi sasa jinsi ambavyo anapigwa
vita kwa upande wa Lemi, lakini pia kwa upande wa mama yake ambaye pia anamfahamu. Lakini kitu ambacho ufahamu ni kwamba kuna safari ambayo ameipanga kwenda pale nyumbani, ambapo yeye hafahamu kama pale nyumbani kwa kina Patro. Yeye hajui kama Patro dada yake ni Lemi, hajui, kitu ambacho kitaibua hisia kali sana. Hapo mbeleni kama unavyokumbuka, alimwahidi rafiki yake kwamba aje ampeleke siku moja nyumbani kwa Patro aweze kwenda kupaona na kuwasalimia, lakini hajui kama maadui wake wengi sana ndio wale. Lakini Patro hana shida, ni mtu mzuri tu ambaye naye pia ameumizwa sana kitendo cha Mr. Lasa kuweza kufariki, kwa sababu ilikuwa ni moja kati ya mpango wake na ndoto kubwa sana kuweza kusaidiwa na Mr. Lasa sana. Alikuwa na enjoy kweli pale nyumbani, wanafurahia mambo mengi kweli alikuwa anajiri. Basi hicho ndicho kitu ambacho katika yale yajayo tutakwenda kukiona. Kwa hivyo hapa wakati atakapoenda kutakuwa kuna mambo kweli mengi sana ambao watakuwa atakayokutana nayo, hasa kwa upande wa mama mtu pamoja na Lemi, wote watakuwepo, kitu ambacho kitaibua hisia kali. Sasa kubwa zaidi ni kwamba tumeweza kuona jinsi gani ambavyo pia mzozo mkali ulivyokuwa katika upande wa katika upande wa nyumbani kwa kina Lemi. Tuliweza kuona jinsi gani ambavyo mama yake pia, lakini pia tuliweza kuona jinsi gani ambavyo walivyokuwa kizozana pamoja na dada pamoja na huyu ambaye ni Patronize. Patronize alimwaga mama yake, maana yake kwamba anaelekea kwenye harakati zake. Mwisho wa siku wakati anarejea anakutana na vitu kama vile. Kikweli ni kwamba ni kawaida sana kwa upande wa familia, hasa mkubwa na mdogo, lazima waweze kuvutana na kuzuzana hapa na pale, kitu ambacho huashiria namna gani fulani. Lakini kama miongoni mwa watu ambao kwenye familia lazima kuna kipindi au hali fulani, kama mnaishi nyumbani, lazima kitu hiki kiweze kutokea, hasa kwenye familia, hasa kwa wale ambao unakuta hasa wanafuatana. Kwa hivyo hiki ndicho kinachojiri, lakini hapa sidhani kama Lemi anajutia, kwa sababu anaijua familia yake, na ndio maana akasema kwamba kuna wakati ambapo atawanyoosha, atawakomesha wote. Hii yote bado ni familia mmoja kabisa. Lakini Patronize kama inavyosadikika ametoka kule kwenye shuti kurekodi nyimbo zake na nini, mambo yanaendelea. Sasa tukija katika hatua ya mwisho kabisa, awamu ya mwisho kabisa, ambapo hapa ndio ile sehemu ambayo nitakufahamisha ni kipi ambacho kimejiri au kinachokwenda kujiri. Tumeweza kuona jinsi gani ambavyo Mdoli anamjali na kumpenda Baba Kalobo, hasa kuweza kumwandalia maji ya kuoga, kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa vizuri. Lakini punde si punde la kutokea likatokea mara ghafla Sonia huyo hapo anatimba. Sonia anatimba, hajapiga hata hodi, manake akapita getini kaingia hadi ndani ghafla. Hii ni hatari. Sasa wakati anafika hapo, manake ni kwamba amewakuta kwenye situation ambayo hawakutarajia, kwa sababu alikuwa amejipanga kama vile wanataka waweze kumbatiana, kitu ambacho kimeibua hisia kali sana hapo na kuweza kusababisha mvurugano mkubwa sana. Sasa je, ni kipi kinachojiri hapo? Watamfokea sana na kumfukuza aweze kuondoka, lakini ataongea maneno mazito ya kashifa na nini, vitu vingi kuliko ambavyo vitawawazisha sana na kuweza kuonesha wazi kwamba kuna vitu ambavyo vipo inabidi waweze kuvifanya serious, kisha mambo yaweze kuwa poa sana. Basi kama ni miongoni mwa watu ambao unaikubali, hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia kama unatamani uweze kurushwa mapema kabisa, basi ungana na sisi, bonyeza neno subscribe, hakikisha tukutane katika saa mwingine. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are truly hidden games to entertain people.
This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Ambacho hujui ni kwamba Sonia alikuwa amefuata ile dawa yake kwa ajili ya wanaume. Alikuwa amefuata ile dawa ambayo alimwekea Hansi. Mwisho wa siku mganga wake aliyemtengenezea ile dawa akawa ameshakwisha kushtuka, na ndio maana mara mwisho Hansi anasema kwamba wewe ni binti mdogo alafu kisha wewe ni mchawi. Hii kimaanisha kwamba ile kitu ndio alikuwa amekuja kuifuata kale kakopo ambako tukumbuka nyumbani kwa Bakalobo alikuwa amekaweka kule kwenye nguo. Kwa hivyo hicho ndicho kitu alichokuwa amekifuata. Lakini kikubwa au mbaya zaidi ni kwamba kwa sasa Sonia anazidi kuongeza maadui. Hapa adui mwingine ni huyu ambaye ni Mr. Hasi, Captain Madevo. Wadui kivipi? Wadui ni kwamba tunakumbuka kabisa aliweza kumwahidi baba Kalobo kwamba ndoa yake hatakubali iweze kuwa na amani. Lakini pia kwa mara nyingine tena kamwambia Hansi Mr. Madevo kwamba na yeye pia amani haitakuwepo. Hii inamaanisha wivu inazidi kumtesa huku mambo yake yakienda vibaya. Lakini Hendi anayesababisha mambo haya yaweze kwenda vibaya. Je, kwa upande wako ni kipi ambacho unaweza kumshauri huyu Sonia, au ni maoni gani ambao unayo hasa kwa jinsi ulivyotazama hatua hii? Basi naomba nikualike moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi sana ambao yameweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni namna jinsi ambavyo mambo yalivyo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Basi nikualike na karibu. Hapa ni sehemu pekee ambao unapata nafasi kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa. Basi moja kwa moja tuweze kuanza. Katika scene iliyopita tumeweza kuona mwanzoni kabisa tukio kubwa kabisa lilikuwa ni tukio la kushtuka kwa Kizibo baada ya kukutwa kufumaniwa. Ile hali aliyoshtuka ilimfanya hata huyu mdoli aweze kushtuka pia na kushangaa. Lakini kikubwa pia kilichomshtusha sana huyu ambaye ni mdoli pia ni baada ya kuona kwamba kwa nini huyu Kizibo anamfokea sana namna ile, anamfokea Kalobo. Ni kitu ambacho kilimshtusha sana, ila ikabidi aweze kutumia busara. Na kujaribu tazama ni kwamba katika ile hali ambayo iliyotokea kule ndani wakati baba Kalobo anaingia ndani chumbani kwa huyu mdoli, basi bila shaka ilikuwa inaonyesha wazi na dhahiri kwamba kuna vitu alikuwa anaviwaza vya tunaita ile judgment reasoning, kwamba anajiuliza baadhi ya maswali. Kwa nini alishtuka vile na kwa nini huyu Kalobo aseme vile? Basi bila shaka hapo utagundua kwamba Kalobo kwa sasa ni mtu mzima na akili. Utagundua hapo kuna kitu cha tofauti ambacho inabidi aweze kuwa nacho makini, kama akiunganisha maneno pia baba Kalobo aliyomwambia kwamba huyu hana tofauti na Sonia, huyu ambaye ni Kizibo hana tofauti na Sonia. Hebu tazama ni kwamba hapo kutakuwa kuna kitu fulani hivi ambacho inabidi aweze kukiunganisha. Basi ndio hivyo. Lakini kubwa na yote zaidi ni kwamba kipya, kama nilivyokujuza, huwa nawafahamisha juu ya kile yale matukio ambayo yanakuja kutokea, ni kwamba hapo kuna kitu kipya ambacho kinapikwa ambacho ni cha tofauti zaidi, ambacho kitasababisha ugomvi mkubwa sana kati ya Kizibo pamoja na mdoli. Kikubwa endelea kufuatilia binti yangu, moja kati ya tamthilia nzuri kabisa ambayo inafanya vizuri kweli kweli. Tumeweza kuona pia tukio kubwa kabisa la huyu ambaye ni tunamfahamu kabisa ambaye ni Lemi, kafika katika wigo au katika himaya ya Captain Madevo, kafika kabisa pale. Sasa kuna mengi sana ambayo nitakwambia hapo mbeleni, hasa tukizungumzia ni kwamba ni kitu gani ambacho Sonia amepanga aweze kuja kuwafanyia hawa. Nitakufahamisha, ile cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Moja kati ya tukio kubwa sana ambalo limetokea ni la huyu jamaa mganga kuja kumtumia huyu dogo, kutaka kumtumia kwa ajili ya kuweza kukubila liza yake. Ni kitu ambacho kinaweza kikana faida, lakini
na hasara pia. Kuna tofauti. Hapa kuna kitu kipi ambacho kinakwenda kutengenezwa ambacho ni cha tofauti sana. Mambo ni mengi kweli. Kikubwa cha msingi ni kwamba hakikisha unakuwa karibu na sisi, lakini pia kama unaipenda tamthilia hii usisite kubonyeza neno subscribe, lakini pia kuweza kuandika kwenye comment maoni yako, hasa ukituambia kwenye maoni yako kwa upande wako na unaje tamthilia hii, kama ni miongoni mwa watu ambao umewahi kuifuatilia mwanzo hadi sasa ilipofika hatua 78, ni kipi, ni maoni gani ulionayo. Lakini pia tumeweza kuona kwamba Mdogo Mkumbo tayari hali yake imerejea na sasa yuko vizuri kabisa, tayari kwa ajili ya kuweza kuendelea na maisha yake. Lakini huyu jamaa lazima aweze kubadilika, hawezi kukubali hivi. Kitu kipya kinachokuja ni kwamba atachukulia easy sana, ataona ni rahisi tu, maisha ni rahisi, alafu kisha atarudia makosa yale atayarudia, kitu ambacho kitasababisha shida kubwa sana ambayo itakuja kutokea. Tumeweza kuona jambo zuri sana kama tulivyotarajia, tayari jamaa macho yake sasa anaona. Ghafla inatokea Sonia ameelekea pale nyumbani kwa Captain Madevu. Sasa maswali ni mengi kwamba alikuwa amefuata nini. Sonia alikuwa amefuata ile dawa yake, kuna kale kakopo kale ambako alikuwa anakatumia kuwekea wanaume. Sasa this time anataka aweze kumwekea nani? This time anataka tu akubali kuweza kuishi na yule mdogo wake, na mganga aweze kumwekea kale kitu. Sasa hii inakuja kuleta shida. Captain Madevu ameshachoma moto, kitu ambacho kinaonyesha wazi kwamba hakubaliani na mambo ya kichawi, hayapendi kabisa. Kwa hivyo hii inakuja ni mpya. Sasa tukiachana hao ni kwamba kwa sasa tumeweza kuona ni penzi jipya la Remi pamoja na huyu Captain Madevu. Kitu ambacho ni cha tofauti zaidi, ambacho kinakwenda kuonesha wazi kwamba hapo hakuna mapenzi. Kumbuka Captain Madevu yeye lengo lake ni tamaa zake tu, kwa sababu kiangalia kiukweli huyu binti ambaye ni Mama Kalobo ni mzuri, ukimwangalia ni binti mzuri sana, ni tofauti na Remi. Kwa uzuri wanatofautiana, japokuwa Remi kidogo bado ni binti kidogo, japokuwa wote ni sawa. Lakini mwisho wa siku kwa upande wangu mimi binafsi ndio hivyo. Lakini je, kwa upande wako yupi mzuri kati ya Remi pamoja na huyu ambaye ni Mama Kalobo ambaye ni Sonia? Tuondosha maoni yako hapo chini, lakini nikwambie tu kwamba kitu kinachokuja kutokea ni kwamba huyu Sonia anataka aje amkomeshe sana huyu ambaye ni Remi, lakini ambacho hajui ni kwamba hapo huyu Mr. Madevu hana mpango kabisa kuweza kuishi na Remi, atakaweza kumchezea. Mwisho wa siku ndio hivyo, hakuna jipya. Hapo ndipo hivyo. Sasa mambo ni mengi kweli. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unatufuatilia, unabonyeza neno subscribe. Tukutane muda mwingine. Asante kwa kuwa na mimi. Asante. Ambacho hujui ni kwamba Sonia alikuwa amefuata ile dawa yake kwa ajili ya wanaume. Alikuwa amefuata ile dawa ambayo alimwekea Hansi. Mwisho wa siku mganga wake aliyemtengenezea ile dawa akawa ameshakwisha kushtuka, na ndio maana mara mwisho Hansi anasema kwamba wewe ni binti mdogo alafu kisha wewe ni mchawi. Hii kimaanisha kwamba ile kitu ndio alikuwa amekuja kuifuata kale kakopo ambako tukumbuka nyumbani kwa Bakalobo alikuwa amekaweka kule kwenye nguo. Kwa hivyo hicho ndicho kitu alichokuwa amekifuata. Lakini kikubwa au mbaya zaidi ni kwamba kwa sasa Sonia anazidi kuongeza maadui. Hapa adui mwingine ni huyu ambaye ni Mr. Hasi, Captain Madevu. Wadui kivipi? Wadui ni kwamba tunakumbuka kabisa aliweza kumwahidi Baba Kalobo kwamba ndoa yake hatokubali iweze kuwa na amani. Lakini pia kwa mara nyingine tena kamwambia Hansi Mr. Madevu kwamba na yeye pia amani haitokuwepo. Hii inamaanisha wivu inazidi kumtesa, huku mambo yake yakienda vibaya. Lakini Hendi anayesababisha mambo haya yaweze kwenda vibaya. Je, kwa upande wako ni kipi ambacho unaweza kumshauri huyu Sonia, au ni maoni gani ambao unayo hasa kwa jinsi ulivyotazama hatua hii? Basi naomba nikualike moja kwa moja. Hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambao unapata nafasi ya kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia mambo mengi sana ambayo yameweza kujiri, lakini kubwa zaidi ni namna jinsi ambavyo mambo yalivyo. Basi nichukue nafasi hii niweze kualika moja kwa moja, hakikisha unaonyesha upendo wako kubonyeza neno subscribe, ikiwa ni ishara ya upendo. Kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe. Basi nikualike na karibu. Hapa ni sehemu pekee ambao unapata nafasi kuweza kutazama uchambuzi kwa kina, hasa tukizungumzia matukio kadhaa. Basi moja kwa moja tuweze kuanza. Katika sehemu iliyopita tumeweza kuona mwanzoni kabisa tukio kubwa kabisa lilikuwa ni tukio la kushtuka kwa Kizibo baada ya kukutwa kufumaniwa. Ile hali aliyoshtuka ilimfanya hata huyu mdoli aweze kushtuka pia na kushangaa. Lakini kikubwa pia kilichomshtusha sana huyu ambaye
ni Mdoli pia ni baada ya kuona kwamba kwa nini huyu Kizibu anamfokea sana namna ile, anamfokea Kalobo. Ni kitu ambacho kilimshitusha sana, ila ikabidi aweze kutumia busara. Na ukijaribu tazama ni kwamba katika ile hali ambayo iliyotokea kule ndani wakati baba Kalobo anaingia ndani chumbani kwa huyu Mdoli, basi bila shaka ilikuwa inaonyesha wazi na dhahiri kwamba kuna vitu alikuwa anaviwaza vya tunaita ile judgment reasoning, kwamba anajiuliza baadhi ya maswali. Kwa nini alishtuka vile na kwa nini huyu Kalobo aseme vile? Basi bila shaka hapo utagundua kwamba Kalobo kwa sasa ni mtu mzima na akili. Utagundua hapo kuna kitu cha kitofauti ambacho inabidi aweze kuwa nacho makini, kama akiunganisha maneno pia baba Kalobo aliyomwambia kwamba huyu hana tofauti na Sonia, huyu ambaye ni Kizibu hana tofauti na Sonia. Hebu tazama ni kwamba hapo kutakuwa kuna kitu fulani hivi ambacho inabidi aweze kukiunganisha. Basi ndio hivyo, lakini kubwa na yote zaidi ni kwamba kipya kama nilivyokujuza huwa nawafahamisha juu ya kile yale matukio ambayo yanakuja kutokea, ni kwamba hapo kuna kitu